Kwanza nichukua nafasi hii kutoa pole nyingi kwa familia ya Mheshimiwa hayati Jenista Mhagama kwa msiba huu ambao tumeupokea siku ya leo asubuhi, lakini nitoe pole kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Jenista Mhagama ni mbunge wa siku nyingi sana, tunafahamu, na katika nafasi yake ya ubunge wakati fulani ameshika nafasi za juu za nchi hii zikiwemo nafasi ya uwaziri, ambapo kwa kiasi kikubwa alikuwa ni mtu mchapakazi sana, alipenda kazi yake, lakini alifanya kazi yake kwa uzalendo mkubwa. Tutamkumbuka kwa kweli kwa jinsi ambavyo ameitumikia nchi yetu ya Tanzania. Sisi mkoa wa Dodoma tunamshukuru kwa sababu pia katika mkoa wa Dodoma akiwa katika wizara mbalimbali amekuwa akiratibu mambo ambayo yanaugusa mkoa wa Dodoma moja kwa moja, akiwa ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Yeye kupitia wizara yake ndiye ambaye alikuwa anaratibu uendelezaji wa makao makuu kupitia wizara ile. Kwa iko sehemu ya jiji la Dodoma tunavyoliona ilitokana na wizara aliyokuwa anaisimamia na usimamizi wake wa kini. Kwa hiyo tunaona katika kipindi alichokaa bado makao makuu iliendelea kukua kwa kasi, mji wa serikali uliendelea kujengwa, taasisi ziliendelea kujengwa, yote hayo kutokana na msukumo aliyoutoa wakati akiwa kwenye wizara hiyo. Lakini pia kwenye wizara ya afya nakumbuka nimekutana naye kwenye matukio mawili matatu ambayo specifically yalihusu mkoa wa Dodoma. Pale katika jiji la Dodoma tukiwa tunazindua program ambayo inasaidia watoto wa kike, tulikuwa naye na yeye aliongea kwa kirefu sana juu ya umuhimu wa kujali watoto wa kike. Mheshimiwa Jenista kwa kweli alikuwa anaipenda kazi yake, anaipenda nchi ya Tanzania, na kifo hiki sisi kama mkoa wa Dodoma kimetustua. Na wakati fulani unasema nitamani nikauguze mtu nisikie ameenda hospitali, lakini tumekuja kusikia wakati ameshafariki. Basi tunasema kifo hakipangwi, Mwenyezi Mungu ndio anayekipanga. Tumuombe tu Mungu apumzishe kwa amani katika maisha ambayo ameyaendea sasa.